Amani iwe nanyi ndugu zangu wapendwa. Utabiri wa nyota kutoka kwa Ahishamshi. Msomaji wenu ni mimi Zamruni Balul. Nyota ya ng'ombe. Utaukumbuka uwepo wa mtu ambaye uko mbali naye. Kuona mambo yamebadilika tofauti na matarajio yako. Utafika sehemu na kuiona iko tofauti na hapo mwanzo. Mtu atahitaji umuongezee muda aweze kufanikisha hitaji lako. Mtu atakuwa mwenye nia njema na wewe, lakini hautomwamini. Kufikiria kitu kinachokukosesha amani. Nyota ya mbuzi. Kupata maagizo ya kitu kila wakati. Kumbadilisha mtu tabia. Kuifurahia kauli ya mtu. Mgongo kuuma. Kutaka kufanya kitu kwa kushtukiza. Kupokea kitu kwa heshima. Nyota ya mashuke. Wachache wenu kubadili dini siku ya leo. Kuaminika kwa kitu utakachokiongea. Utayafanyia kazi malalamiko ya mtu. Kuhisi mtu kajua kitu. Utafanya jambo kwa haraka. Kuna jambo litakuingia akilini na kujaribu kuling'amua kwa utulivu. Utajiepusha na jambo lenye uzito au ugumu kufanyika. Utahisi kitu hakina mabadiliko tokea kifanyiwe kazi. Kuumia shingo au kuhisi maumivu shingoni. Utakuwa macho kabla ya kitu kutokea. Kwa namna hiyo utaweza kujua kitu. Jambo ulilolipanga kuwa siri utaliweka wazi. Kuujua ubaya wa mtu. Baadhi yenu kukosa amani kwa sababu ya mtu fulani. Mtu atakuwa muwazi kwako. Utapata ugumu kutekeleza kitu. Utajishtukia kwa jambo. Nyota ya nge. Utapokea taarifa ya jambo kuwa sawa. Mtu ataiamini kauli yako. Mtu atakufananisha na kiumbe wa tofauti. Utamtisha mtu kwa kauli yako. Utazungumza na mtu kwa muda mrefu. Utapatiwa nafasi ambayo hukuitarajia. Mtu fulani anavutiwa na wewe. Kusema jambo litakalotokea kweli. Unachokisubiri kinakaribia kufika. Ubaya wa mtu utakuwa ni aibu kwake. Utashuhudia mengi hata ambayo hukuyajua. Mtu anadhihirisha tabia yake halisi kwako. Kuelewa kitu utakapozungumza na mtu. Nyota ya kaa. Utakuwa mwaminifu kwa mtu. Mtu atajua kuwa hauna tamaa. Utasikiliza kitu bila kujibu. Utamwaminisha mtu jambo litakalokuwa na udhihirisho kwake. Kuipenda kauli ya mtu. Utatahadharishwa au kuepushwa na kitu au mtu fulani. Moyo wako kuuma kwa sababu fulani. Kuona viumbe wenye rangi moja wenye kufuatana. Inaashiria mambo yako kuwa sawa kama ulivyotarajia. Mtu ataonesha hali ya umakini kukusikiliza. Kuna kitu ulikipoteza. Inaweza kuwa nafasi fulani, pesa, upendo au kitu chochote. Tarajia kukipokea kwa mara nyingine. Hisia zako zina ukweli. Amini kinachokujia kila mara kina sababu ya vingi. Upweke kuondolewa kwako. Mtu ataonesha hali ya kukuogofya au heshima iliyopitiliza. Hutohitaji kuwa tofauti na mtu fulani. Utakuwa na maelewano mazuri na mtu unayefanana naye uhalisia. Kujiamini. Kukataza maovu. Nyota ya samaki. Utaufuata mwongozo wako wa ndani kwa unachotaka kufanya. Unayemkumbuka anakupa ishara muhimu kwako. Utapatiwa kitu ufikishe sehemu husika. Utakuwa na hali ya kukosana na mtu. Mtu anaombea anguko lako, ili uweze kuwa chini yake. Samaki. Kuna jambo unaonekana kukosea. Hivyo litakupa shida kidogo. Kuongea na mtu akiwa anafurahi sana. Huo ni ujumbe wa siri unaofikishiwa. Kwa maana utamjua mnafiki aliye karibu yako. Utapata tatizo au mtu mwingine unayemfahamu kupata taarifa zake za tatizo. Kukwamishwa jambo kutokana na hila za watu. Ila mtu huyo aliyekuwa na furaha, si kama ndiye mhusika. La hasha. Utapata kitu. Nyota ya mizani. Kujishusha kwa mtu. Kusisitiziwa jambo. Kwa sasa unaweza kupitia mengi lakini msaada upo karibu yako. Utapokea au kupata kitu chenye uhafadhali kwako.
Maagizo au maneno ya mtu utayafurahia. Mtu ana imani na wewe, hivyo atakuambia kitu. Kujishauri kitu wewe mwenyewe. Utakaa ndani muda mrefu ukitafakari kitu. Utahitaji kujirekebisha au kuwa bora. Kuhisi utapata kilicho sahihi baada ya kukosa au kupoteza kitu. Macho yako kung'aa sana. Kuna utambuzi utakaoupokea. Nyota ya mapacha. Kubadili uamuzi wako. Kuna muda unashindwa kujiamini hata wewe mwenyewe. Hivyo kuna kitu utakuwa unasita kufanya. Wewe pekee ndiye utakayekuwa mwenye kumliwaza sana mtu. Maneno yako yapo na ushawishi mkubwa wa mtu kukuelewa. Utatamani kujirudi kwa mtu lakini utahofia. Kilichojificha kinakuja kwa uwazi kwenye hisia zako na ndoto. Kuongea na mtu kama vile unajua nini kipo ndani yake. Utakuwa na uwezo mkubwa wa kuongea kwa hisia za ndani na mtu. Wewe ni mponyaji. Hivyo utauponya moyo wa mtu uliokuwa umechoka, umesinyaa au kupoteza nguvu yake. Kwa sasa jiandae kupokea kitu kizuri maishani mwako, baada ya miezi 4 kufika au kutimia. Moyo wako utakuwa wenye upendo mkubwa sana. Hii inaweza kuwa ni kwa baadhi yenu, kwa sababu wengine bado mko gizani. Nyota ya ndoo. Watu fulani kukuzungumzia kwa lengo la kutaka kukuchafua. Utahisi uwepo wa kitu sehemu au karibu yako. Hali ya hewa itakupa ishara ya kitu utakachokijua. Utakuwa mwenye kutabasamu au kufurahi. Utamshawishi mtu kufanya jambo na likafanikiwa. Utazidishiwa bidhaa au pesa unapokuwa katika manunuzi. Utamuelewa mtu na utampa nafasi. Utalijua jambo lisilopatiwa nafasi kuwepo. Kupanga jambo muhimu na mtu. Hii inaweza kuwa ni safari pia. Kutaka kumshukuru mtu kwa kitu. Nyota ya Simba. Utaelewa kwa nini jambo linakuwa lenye kuchelewa au kutotimia kwa wakati. Kuhema sana. Utakuwa na nia ya kufanya kitu, lakini utakosa muda au pesa. Kumuona mtu akiwa anazungumza peke yake. Unajulishwa jambo ambalo unatakiwa ulifanyie utekelezaji. Pia utajua kitu kwa siku zijazo. Uwepo wako unakumbukwa sehemu. Utahisi mtu anaukwepa ukaribu wako. Utapata pesa. Utakaa sehemu ukiwa uko na wasiwasi au kutojiamini. Utakuwa na watu wengi kwenye mazungumzo. Nyota ya mshale. Mtu atakutoa shaka uliokuwa nayo. Kupatiwa nafasi adhimu au ya kipekee. Kurudisha umoja wako na mtu. Kutimiza kitu ulichokiwekea nia. Baadhi ya mambo yako kuwa sawa. Utamuelezea mtu jambo kwa uchache. Kulalamika ugumu wa kitu. Nyota ya punda. Kuhisi mtu hutokuwa na maelewano naye, ila ndiye atakayekuwa mwenye maelewano mazuri sana na wewe. Mtu kuwa na utetezi sana kwako. Utamjua mtu huyo ikiwa ni mwenye kukujulia sana hali. Kukosana na mtu, kisha kuelewana naye. Kwa upande wako utakuwa mwenye usumbufu fulani. Na utalijua hilo baada ya kufanya kitu na kujishtukia mwenyewe. Kwa kujua kitu hiko hakiko sawa. Utaongoza. Utapata kitu kwa sababu ya mtu. Kuongeleshwa ukiwa usingizini. Utakuwa mgumu kumuelewa mtu. Kumtega mtu kwa namna fulani ili ujue kitu. Kuyakumbukia maisha fulani yaliyokuwa na furaha kwako. Utabiri huu unatoka kwa Ahishamshi. Usiache kusubscribe channel hii ya Ahishamshi, kuonesha umoja wenu na upendo. Mengi mazuri yatawafikia. Usisite kulike, kucomment na kushare. Kwa mawasiliano zaidi mtafute kwa namba hii +254 724 729 804. Unaweza kumpata kwa WhatsApp, kwa grupu la elimu, utabiri wa kila siku, tafsiri ya ndoto, ishara na tiba. Umoja wenu ni muhimu sana. Shukran.